Mimi naenda. Nikirejea hapa nitarudi na ndugu yangu anaitwa Nasake au vipi Yeah. Atasikika hapa kwa ukubwa sana na project yake mpya inaitwa Pambe. Kwa nini Pambe, imekuaje? Basi ni wewe tu kuendelea kubaki hapo ulipo na kuendelea kuongeza sauti ya redio. Stoki hapo. Mimi naitwa Joko_Mpemba. Baba Lina. Njoo. Wewe unakuja tangazo hapa. Nasake TZ au vipi And of course moja kati ya wimbo mzuri. Kuna namna vijana wakiamua kuishi kwa upendo inakuwa ni jambo jema zaidi na inaleta raha hata kwa wazazi wao, lakini kama taratibu zote zitafuatwa, lakini kama unaishi tu na binti wa watu pasi kufuata taratibu inakuwa ni jambo baya. Mimi naamini haimpendezi hata Mungu, ila ina make sense zaidi kama upande wako wa kiume wazazi wamekupa baraka zote, lakini upande wa kike pia wazazi wametoa baraka zote, ndio mnakuwa pamoja hapo na mwisho wa siku mnaingia kwenye ndoa na mnaweza kutengeneza familia. Pambe ni wimbo aina gani ndugu yangu Nasake? Pambe ni wimbo fulani hivi ambao bwana uchagui mtu wa kusikiliza. Awe mzee, awe kijana, awe mama anasikiliza. Kabisa. Kwa sababu ni muziki ambao umezingatia heshima. Kabisa. Yes, muziki ambao umezingatia heshima. Ndio kuna nyimbo nyingine huenda ambazo hazizingatii heshima. Kuna nyimbo nyingine hawezi kukaa mtu mzima kusikiliza. Na zinaleta namna unajifunza, ndio ikapelekea sasa Nasake kuja na wimbo unaitwa Pambe. Yes, Pambe. Unajua bwana, msanii anatakiwa asikilizwe na lika lote. So kwamba vijana na kusikiliza afu wazee kusikiliza. Ukisikiliza Pambe hiyo hata mtu mzima anaweza kukaa na familia yake akasikiliza Pambe. Kabisa. Kabisa na wazazi wana support jitihada zako za muziki kwa jinsi ambavyo unaona kutokana na aina ya muziki ambao unafanya. Nashukuru Mungu wazazi wana support muziki ambao unafanya kwa sababu hiyo Pambe hata babangu mzazi mwenyewe alisema hii nyimbo nzuri mwanangu. Unadhani kwa nini mzee amesema wimbo ni mzuri? Na ni nadra sana kusikia baba akisema wimbo ni mzuri ama unachokifanya ni kizuri, sana hizi kazi nyingine ambazo zinahitaji ubunifu zaidi tofauti na shule. Unajua paka baba katoa respect kwamba nyimbo ni nzuri. Alivyokaa kusikiliza kwamba mwandani kazungumziwa Mungu. Bwana Mungu alivyoiumba dunia, akujenga nyumba kwanza. Alimuumba Adamu akafuata. Ina maana kwamba kuna baadhi ya maadili fulani hivi ambayo hata Mungu pia aliyapitisha. Kabisa. Ndio maana Pambe nikikosa ina maana kwamba nikikosa univumilie. Usije kuniacha kwa sababu nimekosa. Kabisa. Paka umeimba ama umezungumza hayo, hichi ambacho umekizungumza mara mwisho inaonyesha wazi kati ya wimbo wote wa Pambe hicho kipande ndo kipande ambacho unakipenda zaidi. Nikikosa ni so mimi tunapenda hata baadhi ya watu wanaosikiliza wanapenda kabisa, lakini wewe kama wewe pia nadhani hiki ndo una enjoy zaidi. Na enjoy vingi lakini ni kimoja wapo kati ya vitu ambavyo na enjoy nikisikiliza. Kweli mimi mwenyewe naji appreciate kwamba nimefanya kitu ambacho kina ukubwa kwamba inasema ni taweza kopa kwa mange mradi maisha yaende. Of course, kwa sababu unajua binadamu ameambiwa kupata na kukosa.
Endapo nimepata tutaenjoy, nikikosa basi vumilia, nitapata tena. Kwa sababu sio kila siku nitapata na sio kila siku nitakosa. Kabisa. Kuna kipindi kitakuwa ni kigumu, afu kuna kipindi kitakuwa cha kuenjoy. Kabisa. Yeah. Unadhani hiyo ya kukosa na vijana wengi na wakumba inawezekana ikawa ndio sababu kubwa ya ndoa nyingi za vijana kushindwa kudumu, kama namna ambavyo ndoa za wazee wengi zamani zilidumu? Yaani siku hizi watu wana uvumilivu, wanakupenda ukiwa nacho, siku ukikosa anaweza kuondoka akakuacha pekee. Yeah, of course. Hii shida. Wanaangalia kwamba mbona mwenzangu yuko hivi afu mimi mbona niko hivi, akanasahau kwamba kuna kipindi cha raha alikuwa kama mwenzake. Kabisa. Unajua kipindi cha kwenye kwa wakati wa shida zile raha kukumbukwa ni ngumu sana. Kabisa. Okay, sawa. Watu wengi wanazungumza na Sake sana sana vijana kwamba vijana ambao wanafanya mziki wa Bongo Flava wakiswitch kidogo, wakiamua kuimba mziki wa gospel wanafanya vizuri sana, na wengi wanaenda mbali zaidi, wanasema kwa kuwa mziki wa Bongo Flava huwa kidunia una tekniki nyingi sana mpaka ufikie mafanikio. Kwa hizo tekniki zikihamishiwa kwenye mziki wa gospel, kuna namna wanavuka viwango. Wewe pia ni miongoni mwa vijana ambao wanafanya huu muziki kwa ukubwa sana. Ngo naamini umefanya Bongo Flava sana, na hata hii ambao wanafanya ni style ile ile, tuseme unajaribu tu kuanisha na mambo ya kumpendeza Mwenyezi Mungu.